Hey yo boys and girls, jina langu naitwa Charles. Karibu sana kwenye Computer na Charles, na leo kama kawaida tunaangazia wale watu ambao wamefanya maajabu makubwa sana duniani. Na leo tunamwangalia kijana ambaye anaitwa Gray McNone, au sio? Huyu ni kijana aliyehusika na udukuzi mkubwa wa mfumo wa kijeshi wa Kimarekani, ambapo mifumo hiyo ilikuwa inajulikana kama mifumo ya kikompyuta ya NASA, Pentagon na jeshi la Marekani kwa mwaka 2001 mpaka 2002. Yes, naam. Gray McNone ni nani? Gray McNone huyu alizaliwa 10 Februari mwaka 1966 huko London, Uingereza. Jina lake la utani alikuwa anaitwa Solo. Alihusika na ugunduzi mwaka 2001 mpaka 2002. Naam, Gray McNone alikuwa na ujuzi wa kuingia kwenye mifumo ya kikompyuta bila ruhusa kwa kutumia njia za hacking. Aliweza kugundua au kudukua mifumo ya NASA, Pentagon na jeshi la Marekani na idara ya ulinzi, yani DOD. Alijulikana kwa kudukua NASA na kupata data kuhusu UFOs, yani objects identified, na kudai kugundua nyaraka kuhusu uchukuzi wa siri wa kiteknolojia za anga. McNone aliathiri Pentagon na NASA kwa kuleta mifumo yao, huku Pentagon ikidai kwamba udukuzi wake ulisababishwa hasara zaidi ya dola milioni 700 katika kurekebisha mifumo, na aliweza kuvunja mifumo ya usalama wa kiserikali, kuangalia barua pepe na kupakia virusi kwenye kompyuta za kiserikali. Gray alikamatwa mwaka 2002 na serikali ya Uingereza kwa kosa la udukuzi, na Marekani ilitaka kumshtaki kwa uhaini na uharibifu mkubwa wa vifaa vya kijeshi. Alikataa kutumikia kifungo cha jela kwa sababu ya afya yake ya kiakili, ambapo madaktari waligundua kuwa alikuwa na hali ya Alzheimer's, ambayo ni afya ya akili. Baada ya miaka mingi ya mivutano kuhusu makubaliano ya kumrudisha Marekani, hatimaye serikali ya Uingereza ilikataa kumpeleka Marekani. Nukuu maarufu kutoka kwa Gray McNone ilikuwa inasema, I was looking for evidence of UFOs and free energy technology that could end the world release on fossil fuel. Ugunduzi wa Gray ulijenga umaarufu kwa ufahamu wa usalama wa mtandaoni na hatari za kudukua mifumo ya kijeshi. Hadithi ya Gray ilichangia kuhamasisha utamaduni wa hacking na kusaidia kuongeza sheria za usalama wa mitandao duniani. Mimi ni msimulizi tu. Jina langu naitwa Charles na hii ni Computer na Charles. Karibu sana kuweza kuungana nami kuweza kujua mengi ambayo yanahusu wengi waliofanya maajabu duniani kuhusiana na hii swala letu la kompyuta.